Leo ikiwa ni siku yetu ya pili ya kongamano hili la Roho Mtakatifu. Mungu ametupa twende na jambo hili, na ninaomba ufungue moyo wako uweze kulipokea. Uandike: msaada wa Mungu juu ya familia wakati wa majanga ya kijamii. Msaada wa Mungu juu ya familia wakati wa majanga ya kijamii. Tunapoendelea namna hii, ninaomba ujiandae na jambo moja ambalo Mungu ametupa tutakwenda nalo. Nitakueleza taratibu, lakini ni sehemu ya ombi maalum la kifamilia ambalo lina maelekezo yake, na hii ni sehemu ya mtiririko wa maelekezo ambayo tutakuwa nayo. Nitakueleza tu, tutakapofika hatua ya mwisho nitakueleza namna ambavyo litakaa, na utatusaidia pia wewe binafsi kumwambia na mtu mwingine pia, kama ni jirani yako, au unaweza pia ukaambatana naye kwa njia ya sadaka, akaungana pamoja na madhabahu hii kwa ajili ya kumwomba Mungu juu ya jambo hili na ajenda hii ya muhimu sana, hasa kwa kipindi tulicho nacho. Pengine hiyo ni pointi ya muhimu sana. Msaada wa Mungu juu ya familia wakati wa majanga ya kijamii. Kuna baadhi ya familia wameanza kuweka muunganiko wao na madhabahu hii katika kipindi hiki cha kongamano kwa njia ya sadaka, wale ambao wako mbali, kwa sababu ya maombi ambayo pia tutakuwa nayo. Kama unaandika, naomba uandike mambo ya kuzingatia. Mambo ya kuzingatia. Kuna mambo kama 4. Mungu akitujalia katika kipindi kitakachofuata, jinsi Roho Mtakatifu anavyoratibisha ratiba, tutakwenda nalo. Na wala usije ukakalili kwamba leo inakuwa hivi, kesho inakuwa hivi. Hatuendi kwa sababu tumepanga ratiba, lakini tunasikiliza lile ambalo Roho wa Mungu analitaka kwa watu wake. Kama unaelewa na tuko pamoja, sema amen. Asante sana. Jambo la kwanza katika mambo ya kuzingatia, jambo la kwanza, naomba uandike: Mungu ameliweka kila taifa duniani. Mungu ameliweka kila taifa duniani liwe na nyakati zake, liwe na nyakati zake na mipaka yake, na mipaka yake, kutokana na kusudi aliloliweka juu ya taifa husika. Kutokana na kusudi, ni muhimu sana ukalielewa jambo hili, aliloliweka juu ya taifa husika. Narudia tena jambo hili la kwanza kabla tujaenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17. Mungu ameliweka kila taifa duniani liwe na nyakati zake na mipaka yake, kutokana na kusudi aliloliweka juu ya taifa husika. Jambo hili ni la muhimu sana. Kwa hiyo cha kwanza tunazungumza juu ya taifa. Juu ya taifa. Hapa nazungumza juu ya taifa lolote kwa ujumla. Juu ya taifa. Tunapojifunza wakati ambao Mungu anaweka mzigo kwa ajili ya kuomba,
labda pengine juu ya taifa, ana kwa ajili ya kuomba juu ya masuala ya nchi. Moja kati ya mambo ambayo Mungu huyaweka kwa watu wake ni juu ya kujifunza kutofautisha wakati mwingine tofauti iliyopo kati ya taifa na nchi. Kuna vitu viko tofauti, tutaona uone taratibu kidogo, nitakuonyesha kama ina umuhimu wake. Tufungue kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari wa 26 pale. Tufungue kwa pamoja tafadhali. Tukiwa tunafuatana litakuwa ni jambo la muhimu sana, na ukinielewa utakuwa na mzigo huu utakusaidia sana tuweze kumlilia Bwana. Na ninaona ya kwamba ajenda hii ni endelevu katika kongamano. Pengine karibu kila siku tutakuwa tukienda nayo. Na Mungu akitusaidia angalau kuanzia siku ya kesho tutajitahidi na mwalimu. Tulikuwa tunatamani tuweke kwanza hii sehemu ya utangulizi. Angalau tutakuwa tunasukuma maombi mapema, alafu mwingine anasimama. Nasukuma maombi, mwingine anasimama. Kwa naomba ujitahidi sana katika kuwahi kwako. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17, tufungue pale pamoja. Tuangalie katika ule mstari wa 26. Wapendwa, kama unatoa sauti yako natiwa moyo, sema amen. Asante sana. Anasema hivi: naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja. Anasema naye alifanya kila taifa la wanadamu. Kila taifa la wanadamu. Sema nyuma yangu, kila taifa la wanadamu. Asante sana. Ongeza tena sauti, sema kila taifa la wanadamu. Asante kanisa, rudia mara ya mwisho, sema kila taifa la wanadamu. Kwa sababu taifa ni mkusanyiko wa watu ambao wana utamaduni wao, lakini pia wana sehemu yao ya kipande cha nchi ambacho ni kipande cha ardhi kwa ajili ya kutimiza kusudi lao. Kwa hiyo taifa huwa sio nchi, pamoja na kwamba huwa tunachanganya mara nyingi tunapoeleza. Naomba unisikilize katika mtazamo wa namna hii. Maandiko yanasema Mungu alifanya kila taifa. Anasema kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja. Kwa hiyo unaona ni kundi la watu lakini limetolewa kwa mtu mmoja. Ni kundi la watu lakini limetolewa kwa mmoja. Alafu anasema wakae juu ya uso wa nchi yote. Anaposema wakae juu ya uso wa nchi yote, kwa maana nyingine anaeleza ya kwamba wana sehemu yao ya ardhi ambayo wanakaa, ambayo ndio huwa tunaita nchi, ambayo ndio huwa tunaita nchi. Lakini anapozungumza habari ya taifa, Mungu alikuwa na utaratibu. Wakati mwingine alikuwa anaweza akahamisha taifa, lakini hauwezi ukahamisha nchi, huwezi ukahamisha ardhi. Hata kwenye masuala ya darasani ya kawaida kabisa, nakumbuka wakati mwingine hata kwenye masuala ya uchumi watu wanaposoma wanasema ardhi huwa iko fixed, huwezi ukaihamisha, lakini thamani yake inapanda kadri muda unavyozidi kwenda mbele. Unajua ardhi huwezi ukaihamisha, lakini taifa, tunaposoma maandiko, Mungu amewahi kuhamisha mataifa. Sehemu nyingine tunajifunza namna ambavyo kuna wakati Mungu alikuwa kwa mkono wake wenye nguvu ameamua kulitoa taifa ndani ya taifa. Na yeye ameuliza, anasema uliwahi kusikia wapi mtu anahamisha taifa kutoka ndani ya taifa? Alikuwa anahamisha taifa la Israeli kutoka ndani ya taifa la Misri, lakini kwa mkono wake wenye nguvu. Huyu ni Mungu aliye hai, ni Mungu mwenye nguvu ambaye alikuwa amefanya maajabu kiasi ambacho alichomekeza taifa alafu ni ndani ya taifa. Ndio Mungu alivyo. Tunaposoma Biblia tunajua aliwekaje taifa ndani ya taifa. Alimpeleka Yusufu wakati anauzwa, amempeleka kwa watu ambao sio taifa lake, baadaye wakakua kule ndani. Nataka upate hiyo picha, alafu tuende taratibu. Roho Mtakatifu yuko katikati yetu, atatusaidia. Tunaenda kwenye kipengele cha familia, taratibu itakusaidia sana jambo hili. Maandiko yanasema hivi. Anasema wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao.
Kwa hiyo hapo unaona kwamba akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani. Kwa hiyo unapata pointi nyingine kama unaandika, Roho Mtakatifu anakusaidia. Unaona kwamba kwenye kila taifa Mungu ameweka nyakati. Asante kwa unayeandika, itakusaidia. Taifa la Kenya lina nyakati zake. Taifa la Uganda lina nyakati zake. Taifa la Tanzania lina nyakati zake. Kila taifa lina nyakati zake. Alafu anasema katika ile eneo la kuziwekea nyakati, anasema nyakati alizoziamuru tangu zamani. Alafu anasema na mipaka ya makazi yao. Tunaposoma kwenye historia tunajua kabisa ya kwamba, kwa mfano, kulikuwa kuna mkutano ambao ulikuwa unahusika katika kugawanya mipaka ya nchi mbalimbali. Hivyo tunazungumza katika historia. Lakini tunaporudi kwenye maandiko, kuna namna moja au nyingine Mungu alikuwa amewaamini katika kutengeneza mipaka. Ndio maana walipokuwa wanatengeneza mipaka, walikuwa watengenezi mipaka kwa matakwa yao wenyewe. Kuna aina ya vitu vya msingi ambavyo walikuwa wanaviangalia. Moja kati ya mambo ya msingi ambao walikuwa wanaangalia mfanano wa tabia, kwa mfano kimakabila na tamaduni ambazo watu wanazo. Alafu kwa mwongozo wa namna hiyo wanaangalia hawa ni watu wa kundi moja, kuna namna fulani hawa ni watu wa kundi moja. Mfano mmoja wapo unaona kwa taifa kama taifa la Tanzania labda na taifa la Kenya namna ile, na unaona kwamba kuna aina fulani ya makabila ambayo kuna mwingiliano unayakuta Tanzania, lakini bado pia unayakuta kule Kenya. Kuna namna fulani vile, kuna aina fulani ya mwingiliano walikuwa wanautazama. Alafu baadaye wakaona okay, mpaka huu utapita hapa. Alafu baadaye unaona kuna kona imepita vile. Alafu baadaye unaona kuna kona imepita vile. Ukiangalia kwa mfano bendera ya taifa letu la Tanzania, unaweza ukaangalia kwa mfano, unaitazama ile ramani kutoka kule juu kaskazini mpaka kusini. Ukipanda kule juu kaskazini mpaka unaangalia namna ziwa Victoria lilivyokaa. Ukiwaza kwa jinsi ya kawaida ilikuwa kuaje hii mipaka ikapita namna hii, ikapita namna hii, ikapita namna hii, ikapita Tanzania, ikapita namna hii, ikapita namna hii. Kwa jinsi ya kawaida tunasema mipaka iliweka kwa utaratibu wa kimataifa, lakini kimungu tunasema Mungu alikuwa anagawanya nyakati katika ulimwengu wa roho kwenye kila taifa. Kama unaelewa kidogo sema amen. Sema tena amen. Hallelujah. Kwa hiyo unaona kwenye kila taifa Mungu alikuwa ameweka hivyo. Kwa hiyo unaenda kwenye taifa la mfano, taifa la Israeli lina nyakati zake. Unaenda kwenye taifa fulani labda la Morocco lina nyakati zake. Kila taifa. Mbele anaendelea pale anasema hivi, mstari wa 27 namalizia pale. Ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja. Yale maneno ili wamtafute Mungu inaonyesha kwamba ile mipaka na nyakati Mungu ameziweka kwa makusudi yake. Kwa hiyo watu waweze kumtafuta Mungu ndani ya nyakati zao. Wasipomtafuta Mungu, nitakuonyesha, wasipomtafuta Mungu ndani ya nyakati zao, ndani ya nyakati nitakuonyesha jambo la pili. Nyakati zimebeba matukio. Twende kwenye jambo la pili. Andika jambo la pili. Naomba uandike hivi. Katika ulimwengu wa roho. Asante kwa mnaoandika. Mungu awabariki. Na tutaweka pia YouTube haya mafundisho. Unaweza kuwa unafuatilia kwenye akaunti ya Emmanuel Nyambo kule YouTube. Emmanuel Nyambo. Utazikuta kule. Na unaweza ukasubscribe kule kwa muda wako, lakini sio sasa. Katika ulimwengu wa roho, nyakati ndizo huamua aina ya tukio kutokea. Katika ulimwengu wa roho, zingatia hilo jambo. Nyakati ndizo huamua aina ya tukio kutokea. Na jambo jema ni kwamba Mungu haangalii matukio, Mungu anaangalia nyakati.
Na watu wanaotaka kutembea kwa jinsi ya kiroho kama Mungu wetu aliye roho anavyotembea, na wao hawaangalii matukio, na wao wanafuata nyakati. Kwa sababu Mungu ni roho. Mungu anapofuatilia nyakati ni kwa ajili ya kuachilia matukio ambayo yatalitimiliza kusudi lake kulingana na mipaka ya maeneo. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anataka kutembea kwa jinsi ya kiroho atatembea akiangalia nyakati. Tunaposoma maandiko, mratibu mkuu wa masuala ya kinyakati ndiye ambaye nimekuambia mara nyingi habari zake, anaitwa Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Hata unaposoma kwenye maandiko katika maeneo karibu yote, Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaratibu masuala ya kinyakati. Watu wanapoanza kutembea na Roho Mtakatifu, ghafla ile kalenda ya Mungu inaanza kuonekana kwenye maisha yao. Na kuambia hata katika ile siku ya Pentecost, Biblia inasema hivi, inatufundisha namna ambavyo hata ilipotimia ile siku ya Pentecost, kukaja ghafla uvumi kama uvumi wa upepo, ukaijaza ile nyumba walimokuwa wamekaa. Halafu wakatokewa na ndimi za moto. Biblia inazungumza namna ambavyo walianza kusema kwa lugha mpya. Baadaye wale watu walikuwa wanafanya ibada pale Yerusalemu, wametokeza wakaanza kuambia hao watu wamelewa. Petro akaangalia saa akagundua ni saa 3 ya asubuhi. Akawaambia, sivyo mnavyodhani, hao watu hawakulewa, tazama sasa ni saa 3. Akasema saa 3 ya mchana, lakini kwenye Biblia moja vizuri ameeleza, anasema saa 3 ya asubuhi. Saa 3 ya asubuhi, anasema hili ndio lile neno ambalo lilinenwa na nabii Yoeli katika kitabu cha Yoeli sura ile ya 2 ule mstari wa 28, ya kwamba na itakuwa katika siku za mwisho Mungu atamwaga roho wake juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo akawa anawaambia kwa maana nyingine, kuanzia leo siku ya Pentecost, kuanzia leo siku ya Pentecost, tunaanzia hapa leo kuhesabu siku za mwisho. Unajua nataka nikwambie nini? Roho Mtakatifu alipokuja ndio siku za mwisho zilianza kuhesabiwa. Mtu akikuuliza siku za mwisho zilianza lini, unamwambia zilianza siku ya Pentecost. Na unaweza ukamwongezea, kila Roho Mtakatifu anapokuja muda hauachwi mbali, nyakati zinaanza kuonekana ndani Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipofika tu ndio siku za mwisho zilianza kuhesabiwa hapo. Kama Mungu anaangalia nyakati, watu wa Mungu hatutaki kuangalia matukio, tunatakiwa kujifunza kutokea kwenye nyakati. Nyakati ni jambo la kiroho. Biblia inafundisha kule mbinguni, Biblia inasema siku zote ni mchana. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, huko duniani wakati Mungu anaumba anasema ikawa jioni, alafu ikawa asubuhi, alafu anasema siku moja. Maana yake alikuwa anaumba muda ili huyu mwanadamu ambaye Mungu amemuumba akae ndani ya muda. Maisha ya mwanadamu yamefungwa ndani ya nyakati. Lakini kule mbinguni Biblia inasema siku zote ni mchana. Kule mbinguni hakuna swala la muda. Unajua Mungu ni mkubwa kiasi ambacho hawezi kufungwa ndani ya muda, ila muda unakaa ndani ya Mungu aliye hai. Yeye Mungu anaishi kwenye kitu kinaitwa milele, eternity. Mungu hajafungwa ndani ya muda. Kwa nini? Tunaye Mungu mwenye nguvu aliye mkubwa zaidi ya muda ulionao. Ndio Mungu huyo. Ndio maana mtu akiingia kwenye uwepo wa Bwana anasahau na muda wake, kwa sababu Mungu anaishi kwenye umilele. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Asante Yesu, asante Yesu. Gusa kinanda unisema tena. Mhubiri sura ya 3. Yes. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Zingatia ifuatane na mimi, itatusaidia. Nimesikia sana Roho Mtakatifu akinihimiza hili jambo. Mstari wa 1, neno la Mungu linasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kabla tuendelee mstari wa 2, anasema kwa kila jambo, kwa kila jambo. Sehemu nyingine hapa anaposema kwa kila jambo anasema kwa kila tukio. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa kila tukio kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi. Unaona ya kwamba kila tukio, kwa maana nyingine, kila tukio
lina wakati wake wa kutokea. Niambie kipi chenye nguvu kati ya tukio na wakati? Wakati ndio una nguvu. Katika ulimwengu wa roho kinachoamua kipi kianze ni nyakati. Katika ulimwengu wa roho, ndio maana tunasema hili jambo ni jambo la kiroho. Ndio maana Roho Mtakatifu akija, cha kwanza anaanza na muda. Roho Mtakatifu kwenye swala la muda yuko mbele. Yeye ndiye ambaye alikuwa anaratibu hata safari za Yesu alipokuwa hapa duniani katika kila hatua. Yeye ndiye ambaye amemshika Yesu Kristo kwenye hatua zote mpaka katika ile saa ya kupaa. Ni Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anaongoza. Yesu mara baada ya kufuka amekuwepo bado duniani kwa muda wa siku 40. Nani aliyemwambia utakaa siku 40? Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anaratibu. Na ilipofika ile saa ya kuondoka, yeye ndiye ambaye alimuondoa. Yeye ndiye ambaye alimuondoa, alafu Yesu akapaa akaondoka ikiwa kule Galilaya. Roho Mtakatifu ndiye yuko kwenye swala la muda. Roho Mtakatifu hata katika kujaribiwa kwake Yesu katika sura 4 kitabu cha Luka na sura 4 kitabu cha Mathayo mtakatifu, Roho Mtakatifu anamuongoza Yesu ndani ya siku 40 akiwa amemjaza, lakini pia anamuendesha kwamba lazima ujaribiwe alafu nitakushindia. Yeye ndiye anayeratibu. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi Musa anasema utufundishe kuzihesabu siku zetu, jipatie moyo wa hekima. Ni Musa kwenye kitabu cha Zaburi. Ndio maana huwezi kutofautisha, zingatia, huwezi kutofautisha masuala ya hekima ya Mungu na kuhesabu nyakati katika Roho Mtakatifu. Na hekima zimetofautiana. Kuna hekima inaitwa hekima ya kibinadamu, kuna hekima ya kimungu, kuna hekima ya kishetani. Ingawa hekima ya Mungu iko juu zaidi. Kila tukio limefungwa ndani ya muda. Yaani muda ndio unazuia ili tukio lisitokee. Muda ndio unaruhusu tukio hili litokee kulingana na kusudi la Mungu. Sasa kama kila taifa limefungiwa wakati wake, maana yake kila taifa lina aina yake ya mwendo. Huwezi kulinganisha taifa hili na taifa hili kulingana na kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya taifa. Tunasomaga kwenye zile Injili wakati Yesu amebeba msalaba. Unakumbuka yule baba ambaye alienda akampokea Yesu msalaba, yule Simoni Mkirene. Baba yao wakina Iskanda na Rufo. Walikuwa na watoto walikuwa wanaita kina Iskanda na Rufo. Biblia inasema walimshurutisha abebe msalaba. Alikuwa ametokea shambani, wakamwambia lazima ubebe msalaba. Sasa kwa sababu Yesu alikuwa anatembea kwenye kalenda ya Mungu aliye hai katika Roho Mtakatifu, yale matukio yanatokea hayakuwa yanatokea bahati mbaya. Ndio maana kwenye masuala ya kinabii, zingatia, itakusaidia. Ndio maana kwenye masuala ya kinabii wakati inatokea Yesu anasaidiwa msalaba na yule baba anaitwa Simoni Mkirene, baba yao wakina Iskanda na Rufu, haikutokea tu kwa bahati mbaya. Ndio maana wengine kinabii wanakuambia yule baba ni mtu wa Kushi ambako ni Afrika. Kinabii wanaeleza ya kwamba ni Mungu alikuwa anaongea kinabii ya kwamba bara la Afrika ni wasaidizi wa dunia nzima wakati wa nyakati ngumu ambazo dunia itakuwa inapitia. Ndio maana ilibidi ule msalaba abebe yule baba anaitwa Simoni Mkirene, mtu kutoka Afrika. Wakati dunia nzima imejaa na giza, nasema Afrika itakuwa ni eneo la makimbilio. Yes, asante kwa wanaoelewa. Mungu awabariki. Ndio maana na wakati Yesu anatafuta kuuawa na Herode, Mungu alimwambia Yusufu na mama yake, chukua mtoto mkimbilie naye wapi? Misri, akiwa anamuonyesha kwamba nimeshasema Afrika ndio eneo ambalo watu watakuwa wanajificha. Uko salama wakati uko kote vurugu na uharibifu umetokea dunia nzima. Mkimbizia Afrika. Wengine walikuja kueleza baadaye wakasema ndio maana Mungu amewekeza kwenye bara la Afrika mali nyingi hata kuliko mahali pengine.
Wengine wanasema Waafrika ni wajinga. Sio wajinga wewe, ni swala la nyakati. Katika siku za mwisho Biblia inafundisha, inasema hivi, yule wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Ndio maana Afrika tunainuka katika siku za mwisho. Kama ujui, ndio maana katika nyakati za mwisho sisi ndio tunatakiwa tupeleke injili mpaka bara la Ulaya na mabara mengine yote. Kwa sababu Mungu alikuwa amejisazia bara la Afrika alipate kuwa salama kwa makusudi yake. Unaelewa nazungumza nini na wewe? Hata kama unajiona mnyonge kiasi gani, aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nasema tena jina la Bwana libarikiwe. Narudia tena jina la Bwana libarikiwe. Mungu anataka ujitie nguvu kwa sababu analo kusudi katika siku za mwisho. Bila kujali unapita kwenye mazingira gani. Sasa pamoja na kwamba Mungu anakusudi na bara la Afrika na anakusudi na kila taifa kwenye mwendo wake kulingana na nyakati alizojiwekea. Wewe unafuatilia na Tanzania ina kusudi lake katika siku za mwisho. Sio nabaki kulialia tu. Naambiaga watoto wangu koma. Ni wadogo lakini utakuta na wenyewe muda mwingine ananiambia baba na wewe koma. Mungu akiweka kusudi lake juu ya maisha yako, kuna vitu huwezi kujitakia kufanya unavyovitaka. Kuna muda atataka akuchukue, akuvunje, akutengeneze, hata ulie, hata upige kelele, hata ufanye nini. Mungu unaniumiza sasa, wewe ndio chombo changu, nakiumiza chombo changu. Mungu nifanye mimi kuwa mtumishi wako. Unaelewa unapokufanya kuwa mtumishi wake? Atakufikisha mahali utavurugwa kabisa, alafu unaanza na zero. Ili upate kunyenyekea vizuri kwake. Ndivyo Mungu anavyofanya. Ndivyo Mungu anavyofanya. Hata kama unapitia majaribu mazito, sio kwamba Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, nasema jina la Bwana libarikiwe. Maana wengine akipitiwa na majaribu kidogo tunasema mimi Mungu ameniacha. Subiri twende kwenye hizo pointi za mbele utashangaa. Nyakati. Ukijua nyakati, kuna muda utajua mahali pa kusimama. Usipojua nyakati, ndio ile tunaozungumzaga mjini huko. Utajiona kama vile umepigwa na tukio mpaka umekuwa. Si unasikiaga watu wanasema amepigwa tukio. Kila jambo wakati ndo unaliruhusu linakuja. Hakuna kitu kinatokea kwenye maisha yako hakina maana. Kila kinachotokea kina maana. Tufungue kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu kabla sijaingia jambo la tatu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 7 mstari wa 30. Alafu baadaye utafungua na Luka Mtakatifu sura ya 22 mstari wa 53. Yohana Mtakatifu sura ya 7. Ya. Asante Yesu. Sura ya 7 ya Yohana Mtakatifu mstari wa 30. Ikiwa umepata, naomba nikusikie kanisa ukisema amen. Asante sana wapendwa. Mstari wa 30 unasema hivi: basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyonyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado.
Mstari umekaa vizuri huo. Hawa Wayahudi na askari walikuwa wanatafuta kumkamata Yesu. Hasira yao juu ya Yesu ilikuwa tayari imeshapanda juu hivyo. Wanataka kumkamata. Saa hiyo kama ni kikombe kwa ajili ya hasira kumkamata, tayari walikuwa wanashauku mapema. Nisikilize. Walikuwa wanashauku mapema. Lakini Biblia inasema hivi, pamoja na kutafuta kwao kumkamata, anasema hakuna aliyenyoosha mkono. Usianisha na masuala ya wakati. Hakuna aliyenyoosha mkono. Hakuna aliyenyoosha mkono. Hakuna aliyenyoosha mkono, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Kwa hiyo unajua ya kwamba katika ulimwengu wa roho kulikuwa kuna swala la wakati, kulikuwa kuna swala ya saa, kulikuwa kuna swala la wakati. Wakati ndio ulikuwa na control mikono yao, wakati ndio ulikuwa na control namna yao ya kufanikiwa. Kwa hiyo walikuwa wako kwenye hatua ambayo wanatamani, lakini wakati hauwaruhusu. Kwa nini? Kwa sababu wakati una nguvu zaidi ya tukio ambayo wanataka kulifanya. Wakati mataifa na nyakati, makampuni yana nyakati, watu wana nyakati. Hapo ndio kimbembe hapo. Usipojua nyakati zako ndio unaanza kuishi maisha ya kuiga. Unakopi. Kila kitu unataka kuchukua cha watu. Ukijua nyakati zako, ndani ya nyakati zako kuna utulivu, ndani ya nyakati zako kuna amani. Kwa sababu ni kutembea katika Roho Mtakatifu kutakufanya uwe ndani ya wakati wako. Kutembea ndani ya nyakati zako kutakufanya usitake kudandia vitu ambavyo bado hujavifikia, ambavyo wala sio wakati wa Mungu aliye hai. Ni swala la nidhamu ya nyakati. Sio umemwona mwingine, mbona watu wote wanakimbia? Unaelewa wanakoenda. Labda wanaishia hapo mbele. Mtu anakuambia ongeza speed. Unaweza kuambia ongeza speed, kumbe umekosea uelekeo. Ndio maana kwenye swala la nyakati, hata katika ngazi binafsi, unapotembea na Roho Mtakatifu, yani unakuwa slow but sure. Unakuwa taratibu lakini una uhakika ni Mungu ameniongoza. Mifano ipo tu hata kwenye mambo mepesi. Hata mambo ya huduma ni hivyo. Unaweza ukataka kuonekana wa kimataifa, umeanza leo, kesho unataka uonekane wa kimataifa. YouTube ikubebe, utatafuta namna nyingi sana ya kubembeleza. Utaharibu. Kwa sababu wewe halisi yuko ndani. Ndio Mungu anavyofanya. Vivyo hata kwenye matukio. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatembea kwenye kalenda. Wanataka kunyosha mkono hawampati. Unaelewa kwa nini hawampati? Kwa sababu kwenye kalenda ya Mungu ilikuwa bado kuna ratiba anatakiwa azitekeleze. Na kwa sababu anamfuata Roho Mtakatifu, mule ndani ya ile kalenda ya Roho Mtakatifu bado watu hawaruhusiwi kumkamata. Luka sura 22 mstari wa 53. Itakusaidia. Twende. Itakusaidia. Twende. Luka sura 22 mstari wa 53. Ukielewa na hii pointi ya pili, pointi ya tatu itakuwa nzuri zaidi. Luka sura 22 mstari wa 53. Mstari wa 53. Kitabu cha Luka mtakatifu sura 22 mstari ule wa 53. Mstari wa 53, kama umeuona mstari wa 53, naomba nikusikie basi useme amen. Asante. Ongeza tena sauti kanisa, sema amen. Jamani, nisije nikawa niko peke yangu. Tuko pamoja, tunafuatana. Tuko pamoja. Sema ameni basi. Mstari wa 53. Angalia mstari wa 53. Wakati wanataka kumkamata, anasema hivi, Yesu akawa anawaambia wale askari, kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni hamkuninyoshea mikono. Ni kama anawaambia nyakati ziliwazuia. Mlipokuwa mnatafuta kunyosha mikono, nyakati ziliwazuia. Hamkuninyoshea mikono. Lakini hii ndio saa yenu na mamlaka ya giza.
hii ndiyo saa yenu, zingatia, na mamlaka ya giza. Huyu ni Yesu anawaambia wale askari, hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Yeye ni Yesu, lakini anasema hii ndiyo saa yenu. Hii ndiyo saa yenu juu yangu. Hii ndiyo saa yenu juu yangu. Na hii ndiyo saa ya mamlaka ya giza juu yangu. Hii ndiyo saa yenu juu yangu. Hii ndiyo saa ya kuachilia tukio lenu juu yangu. Hii ndiyo saa ambayo ibilisi ameruhusiwa juu yangu mimi, mwana wa Mungu. Si unaona sasa? Kama mamlaka ya giza imeruhusiwa juu ya Yesu Kristo, unafikiri inashindwa kuruhusiwa kwako? Yesu alikuwa anatembea kwenye nyakati. Saa hii anawaambia hii ndiyo saa yenu. Maana yake shetani ameruhusiwa na nyakati. Mara ya kwanza nyakati zilimkatalia, kwa sababu saa yao ilikuwa bado, mikono ikawa mizito kunyosha. Lakini sasa saa imefika, anawaambia hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Maana yake ibilisi ameruhusiwa kunyosha mikono juu ya mwana wa Mungu. Nataka nikuonyeshe nini? Saa ambayo wale watu walikuwa wanazuiwa kumkamata Yesu kwa sababu ya nyakati, ilikuwa ni kulingana na kusudi la Mungu. Alafu ukija wakati huu ambao watu wameruhusiwa kumkamata Yesu na mamlaka ya giza imeruhusiwa kumkamata Yesu, na yenyewe pia ilikuwa ndani ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kwenye maisha ya Yesu, angeweza kusema maisha yangu yamejawa na nyakati ngumu za hatari na nyakati za furaha ambazo Mungu aliniepusha na mambo mazito. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kama angesema hivi, kuna nyakati nilikuwa napitia mambo mazuri, Mungu ananiepusha na uharifu, Mungu ananiepusha na mambo mabaya na watu wabaya ambao walikuwa wamepania kuharibu maisha yangu, Mungu ameniepusha nao. Lakini pia kuna saa Mungu amewaruhusu. Kwa nini Mungu ameruhusu? Ana kusudi lake kwenye maisha ya huyo Yesu. Mimi narudi pale pale. Kila taifa Mungu ameliwekea nyakati kama alivyosema katika neno lake. Kwa hiyo kama kila taifa Mungu ameliwekea nyakati, kila taifa linapita kwenye mazingira mbalimbali. Kila taifa duniani, kila taifa lina wakati wake. Ndio maana sasa watoto wa Mungu ambao wanatembea kwenye nyakati kulingana na Mungu wetu aliye Roho, ambaye anaangalia nyakati na haangalii matukio, kwa sababu nyakati ndizo zimebeba matukio. Kwa hiyo wanaotembea kiroho wanaangalia nyakati, hawaangalii matukio, kwa sababu ukiangalia matukio utakuwa una surprises nyingi, unashangazwa kila muda. Ukiwa unaangalia nyakati, unaandaliwa kwa ajili ya nyakati ili uweze kuwa tayari kulingana na nyakati, kwa sababu hizo nyakati zimebeba makusudi ya Mungu aliye hai. Wapendwa, kama unanielewa kidogo, punga mkono wako, sema amen. Sema tena amen. Jambo la tatu, twende jambo la tatu. Kuna aina ya matukio huruhusiwa na nyakati bila kujali ni nzuri au baya. Nikisema hili jambo la tatu, naenda kwenye jambo la nne. Hakikisha unazingatia, twende kwenye pointi ya muhimu sana. Kuna aina ya matukio huruhusiwa na nyakati bila kujali ni nzuri au baya, mradi limebeba kusudi la Mungu. Mradi limebeba kusudi la Mungu. Mradi limebeba kusudi la Mungu kwenye jamii, Sasa hapo inaweza kaa kwenye jamii, nikizungumza kwenye mataifa au mtu mmoja mmoja, kwenye kampuni, kwenye taasisi yoyote hiyo, kulingana na namna ambavyo Mungu ameruhusu kwenye maisha yao. Angalia, tunaenda mahali pazuri pata kusaidia. Ukiangalia kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 4 ule mstari wa 25, andika vifungu hivi alafu nitakueleza taratibu. Andika Luka sura ya 4 mstari wa 25. Ili ni tukio juu ya taifa la Israeli, liliathiri taifa lakini kwa kusudi.
Lakini pia unaweza ukaangalia kwenye Ayubu sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Hapo unaona ni baba mmoja anaitwa Ayubu. Tukio baya limeruhusiwa kwenye maisha yake na anaelewa. Alafu utasoma pia Wafalme wa pili, Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa 1. Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa 1. Andika na fungu lingine hapa, Kutoka sura ya 12. Hapa unasoma sura nzima ili upate picha vizuri. Hapa unaona ni taifa lilikuwa linapigwa. Lakini kwenye kitabu cha Ayubu alikuwa anapigwa mtu mmoja. Alafu nasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Mungu akikujalia utasoma sura ile ya 8 na sura ya 9. Na maeneo mengine kidogo, lakini naomba unisikilize kwa makini. Zingatia mtu wa Mungu, zingatia, ni muhimu sana, zingatia. Katika pointi tunasema hivi, kuna aina ya matukio huruhusiwa na nyakati bila kujali ni zuri au baya. Bladi limebeba kusudi la Mungu kwenye hiyo jamii inayohusika. Mfano mwepesi tu ni kitabu cha Ayubu sura ile ya 2 ule mstari wa 8 na mstari wa 9. Hapo naomba nisome, alafu nitasoma na Luka peke yake. Hiyo mistari mingine nitakupa mifano. Tukiangalia kwenye kitabu cha Ayubu, mara nyingi nikisema kitabu cha Ayubu nimekuambia hiki ni kitabu kikongwe zaidi kwenye maandiko. Unaona sura ya 2 ya kitabu kile cha Ayubu. Sura ya pili. Kumbuka tunalenga kwenye familia, nimetokea kwenye taifa kwa sababu maalum. Zingatia. Sura ya 2 ya kitabu cha Ayubu. Tukiangalia kwenye ule mstari wa 9 na mstari wa 10, kama umeuona, anasema ndipo mkewe akamwambia, wakati huu ni wakati ambao shetani amekuja, wamezungumza na Mungu juu ya Ayubu, walikuwa wanajadiliana naye. Maana shetani ametoka huko akiwa anazunguka anatembelea familia, ndio alivyo pia kawaida yake. Huwa anazunguka kwenye familia kwa ajili ya kuharibu familia za watu. Siku hiyo ametoka kuzunguka, Mungu akamwona akamwambia, "We shetani, umetoka wapi?" Alafu hakutaka kusema ukweli moja kwa moja mpaka Mungu alipomuuliza swali lingine. Maana yeye akasema, nimetoka huku na huko, alafu akasema na umo kuzunguka duniani. Kumbe mwongo tu, alipitia na kwenye nyumba ya Ayubu. Alikuwa kuzunguka wapi? Angekuta ile nyumba ya Ayubu hailindwi, si angeipiga. Ndio Mungu akamuuliza, "Umemwona huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwamba yeye ananicha mimi?" Ndiye akaanza kushtaki. Maana Biblia inasema yeye ni mshtaki wetu. Akasema, "Hamna, huyo anakucha wewe." Anakucha wewe ni kwa sababu unamlinda. Alafu ndio ameanza kufunguka sasa. Unajua akamwambiaje? "Nimepita pale." Nilikuwa sitaki kuambia, lakini kwa kuwa umeniuliza acha nikwambie. "Nimepita pale, ile nimekuta umezungushia wigo." Si unaona? Alikuwa muongo yule. "Una wigo nimeukuta pale." Labda Mungu angeongezea akasema, "Unaona sasa, ulikuwa unajifanya hujapita, kumbe usingekuta wigo ungempiga." Sema kupita nimepita, ile nimekuta umemzungushia wigo. Lakini ule wigo umemzungushia kwa sababu umemzungushia, ndio maana anakucha wewe. Sio kwamba anakucha tu wewe. Mungu akamwambia, "Hapana, mimi namfahamu kutoka moyoni. Ananicha mimi, ananipenda." Baadaye akasema, "Basi tumjaribu kidogo." Sema, sawa, basi nakupa ruhusa. Lakini roho yake usiguse." Nilikuwa naangalia hapa ninavyosema roho yake usiguse. Hakusema habari za mke wake pia pale. Lakini anasema tu roho yake usiguse. Vitu vingine vyote wewe gusa. Shetani alienda kwenye familia, akaanza kumpiga matukio Ayubu. Mambo yakaanza. Ukisoma maandiko inaonyesha kuna sehemu anasema moto wa Mungu ulikuja uliteketeza mali za Ayubu. Nirudia tena kusema sasa hivi ni moto wa Mungu kweli wana? Anasema moto wa Mungu ulikuja ukateketeza. Moto wa Mungu. Sawa, wamekosea kuandika. Moto wa Mungu ndio umekuja umeteketeza. Kuna namna tu ni shetani anayeruhusiwa kuja. Hujai kuona saa nyingine mko kwenye familia matukio yanaibuka mpaka unasema yani hapa. Hujai kuonaga mtu anasema hata ibada yao na waachia yani kusali anaacha. Na mambo ya Wakristo wa siku hizi wanataka uwabembeleze kwenda kanisani. Jana nilikwambia, subiri nyakati zinakuja huko mbele. Hakuna mtu atakayebembelezwa. Utamtafuta Mungu nakwambia.
Leo unaambiwa jamani, soma hata Biblia, unabembelezwa. Kuna nyakati zinakuja utatafuta hata kurasa kamoja ka Biblia ili uweze kusoma. Maana tunaenda kwenye wakati ambao sio mwepesi. Ndio, si Yesu anarudi kunyakua kanisa. Unafikiri atarudi kienyeji hivi tumekaa tunashindilia ugali kila siku unakula hivi? Wakikwambia funga kidogo kazi. Mtu mmoja aliwahi kusema, yani hata nikifunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, kufika saa 4 kichwa kinaanza kuuma mwalimu, kwa hiyo siwezi. Uzembe. Funga kidogo hata masaa 12, nitakufa mimi. Nani amekwambia utakufa? Kuna saa ambayo mahusiano yako na Mungu yatajaribiwa. Sasa alipofika pale kwa Ayubu, amefika katika hayo mazingira. Unajua mali zake zote ziliharibiwa. Si unakumbuka Ayubu hakuwa mchungaji, alikuwa mjasiriamali, lakini ni mtu wa Mungu. Alikuwa mtu mkuu Mashariki ya Kati. Ana kondoo wengi na ngamia wengi, kwa sababu sio vibaya kuwa tajiri. Alikuwa na mali nyingi. Nasema hivi, sio vibaya kuwa tajiri. Mbona msikii jamani? Nasema sio vibaya kuwa tajiri. Sinaona maeneo mengine hatuyaitiki sana. Ni fikra ndani zilivyokaa. Na Mungu aturehemu tu. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Sio vibaya, kwa sababu Mungu anataka tuwe hivyo. Mungu anataka tuwe hivyo. Na tupambane jamani. Pinga umaskini kama dhambi. Ndio maana Yesu alienda nao msalabani pia. Saa ile ameharibu mali zake, ameharibu. Alafu shetani anahakisha zile taarifa zinakufikia. Nilikuwa nashangaa sana. Anaua watu wote. Kama hivi kuna mtu yuko anachunga kondoo, anaua kondoo wote na watumishi wengine wote, anaacha mmoja kwenda kupeleka taarifa mbaya. Ndio shetani atakachokifanya kwenye maisha yako. Wakikusema maneno kule, maneno ambayo hujayasikia hayawezi kukuuma. Anatafuta mpambe. Mpaka aje masikioni. Shoga yangu nina ubuyu, wanasemaga ubuyu siku hizi. Mwalimu wanaita ubuyu. Niwahi kusikia sehemu nyingine wanasema mwalimu hilo ubuyu limehama, wanaita mchele gani? Sasa sio mchezo. Mchele. Alikuwa anaacha mtumishi mmoja, yule mtumishi ndo anakimbia. Anasema tulikuwa tunachunga kondoo wako, si moto wa Mungu umekuja, umewalamba wote, ni mimi tu nimebaki, ni mimi tu kukuletea habari. Unapata habari mbaya namna hiyo. Alikuwa na kondoo wengi, alikuwa na ngamia wengi yule baba. Fikiria kundi moja tu lipotee, unafikiri swala mchezo kwa mtu tajiri? Na matajiri ni wagumu kuna nini kuviachia vitoke, usifikiri mchezo. Hata kangetoka kadogo. Umepata taarifa ile mbaya, unasema Mungu angalau umenibakishia hata na ngamia. Huyu anatoka hata mguu wake hujafika mbali. Maandiko yanasema huyo akali alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema. Maana yake ni maumivu juu ya maumivu. Anasema na wale ngamia wako wale ambao walikuwa wamebaki, si unaweza kumzaba kibao hata anayetoa taarifa. Unaweza kumpiga, sasa unaweza kusema sasa unanipigia nini? Mimi nimeleta mimi ni mjumbe tu. Sasa kwenda huko. Anaweza kusema Mungu nashukuru umenisazia watoto. Akaja mwingine, na huyo akali alipokuwa akinena akatokea na mwingine na kumwambia na watoto wako wote wamekufa. Wote. Na unajua alikuwa na watoto 10. 7 walikuwa wa kiume, 3 wa kike. Wote wamekufa. Si mara nyingi hapo unaanza kusema Mungu uko wapi? Watu wataniona mimi kama vile sina Mungu. Mungu uko wapi? Umenyamaza kimya hata watu. Si ndio unaanza hadi kumlaumu Mungu. Uwe makini saa za majaribu. Ni afadhali usiongee. Maana mara nyingi majaribu ya kijaga tunaongea. Saa nyingine unaongea maneno mpaka unakuja kukumbuka baadaye Mungu akishakusaidia. Unaanza kukumbuka hivi ni mimi niliongea yote haya. Unaanza Mungu natubu. Nirehemu mimi. Vile unavyoongea wakati wa majaribu muhimu sana. Bora utulie. Bora unyamaze kimya. Bora ulilie ndani kwa ndani. Bora ukimbie kwenye magoti kamlilie. Saa nyingine mwambie sikuelewi lakini nisaidie. Sikuelewi lakini nisaidie. Mlilie, mwambie. Ila usimlaumu. Paka watoto wamekufa. Alafu Mungu anasema huyu ndio mtu wangu. Amejidai kwa shetani. Shetani akaona haitoshi. Fuata hadi kwenye mwili wake, kapiga majipu kila mahali. Angalau unasema nimebaki na mke wangu peke yangu mpenzi mimi. Mke wangu mpenzi yupo atanisaidia.
Hapa ambapo nimekutajia mstari hapa sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, shetani akasema ngoja nimfuate maidia wake. Huyu bado akijamkolea. Kapitia kwa mke wake. Na anakuambia sauti ya mke ina nguvu kwa mwanaume, usifanye mchezo. Ile ilikuwa jaribu zito, nafikiri mchezo. Oho. Nitoaga mfano hapa. Mke wangu akisema hujapendeza, hata kama mimi nasema nimependeza, ile sauti hata nikienda nimejikaza madhabahuni nasikia hujapendeza. Hujapendeza. Hapa ameongea kaneno kamoja tu. Wababa wanaelewa. Wewe unafikiri mchezo. Unaweza ukajikaza. Unasema mimi nimeshajiona mbona nimeshapendeza, anisumbui mtu. Sio rahisi hivyo. Sio hivyo unavyofikiria wewe. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, baba mmoja mke wake anamwambia usiende huko. Yule baba anasema, "Wewe utaniambia nini bwana? Mimi ndio naelewa, mimi ndio mwanaume humu ndani." Akamwambia, "Kama wewe mwanaume nenda, fungua ule mlango toka." Mwanamke amekaa hamfuati wala kufanya naye vurugu. Nasikia mwanaume anazunguka tu, mara si nimesahau nini. Baadaye anatoka tena, anaanza kuondoka, haya naondoka. Baada ya muda anasema, nimesahau nini, ile kalamu yangu. Hujasahau kibano, unafikiri mchezo. Sio mchezo. Wengine wanacheka hawajafika kwenye ndoa, subiri uone ukifika. Ndio hapa mwanamke akaja anamwambia mume wake, hivi huyo Mungu angekuwa na upendo na wewe angekuachia hadi watoto wamekufa. Mungu gani huyo? Fikiria alikuwa naye nyakati zote. Mstari wa 9 anasema hivi. Ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako?" Alafu anamwambia, "Umkufuru Mungu ukafe." Mstari wa 10 ndio Biblia inasema, lakini yeye akamwambia, "Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo." Alafu akasema, "Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya?" Anauliza. Maana yake kuna wakati hapo amesema kuna saa Mungu anaruhusu mabaya yatupate. Lakini Biblia inasema kila jambo jema linatoka kwa Mungu. Usije ukasema basi kama ni hivyo kuna mema mengine shetani anayatoa mwalimu. Maana kuna wakati wengine wanatafutaga mistari ya kuhalalisha mambo yao. Kuna mtu aliwahi kuniambia akasema, "Mtumishi, kuna eneo fulani nimedanganya ili niweze kufanikiwa juu ya jambo la kimungu. Si nimepatia?" Umekosea. Mambo mabaya yamempata mtu ambaye ni mtu mzuri lakini kwa ajili ya kusudi la Mungu. Twende jambo la 4. Jamani, lakini unaelewa kuna kitu kinaingia ndani yako, ndio jambo la 4 namalizia. Kuna kitu kinaingia ndani yako, sema amen basi. Sema amen basi. Punga na mkono kanisa, sema amen. Siwaoni zaidi wapendwa, sema tena amen. Asante sana kanisa. Namalizia jambo la 4. Mungu akiruhusu janga kutokea katika jamii fulani au taifa. Muhimu sana ukaelewa mambo haya. Mungu akiruhusu janga kutokea katika jamii fulani au taifa, husema na familia ili kuwapa maelekezo ya namna. Husema na familia ili kuwapa maelekezo ya namna ya kukwepa athari zake. Taifa linaweza kukosa, alafu familia yenu ikawa haijamkosea Mungu. Jamii nzima inaweza kumkosea Mungu, lakini familia yenu ni takatifu kwa Bwana. Narudia. Taifa
taifa zima linaweza kuonekana limefanya mambo mabaya kwa Mungu, kiasi ambacho kikombe cha ghadhabu kimejaa. Alafu Mungu anasema ngoja nikawapige. Mungu ana utaratibu wake. Mungu ni Mungu wa kifamilia. Hata kama angetaka kupiga jamii, ana utaratibu wake. Ana utaratibu wa kwenda zaidi kwenye unity ya chini. Anaanza kwenda kwenye ngazi za chini. Huko ndani anaanza kwenda kuhukumu kulingana na haki. Kwa hiyo atafuata kwenye ngazi za chini. Kama unasoma Biblia, ndio maana wakati anaenda kwenda kuhukumu kule eneo ambako ndugu yake Ibrahimu alikuwepo, Mungu akamwita Ibrahimu, njoo tujimishane. Nataka kwenda kuhukumu huko ndani. Wewe una neno lolote ambalo unataka kusema? Ndio Ibrahimu akaanza kusema na Mungu kulingana na kwamba kwenye mji ule ambako Mungu anaenda kwenda kuangamiza, Ibrahimu anakumbuka ya kwamba ndugu yake Rutu alichagua kwenda kule. Kwa hiyo anaanza kumwambia Mungu, je, Mungu, wakiweko kule wenye haki utaangamiza hivyo hivyo? Kwa nini? Kwa sababu anaangalia kuna ndugu zake. Mungu anamwambia sitaangamiza, ila mji nitauangamiza. Kwa nini? Ni kanuni ya Mungu. Ni kanuni ya Mungu. Narudia tena. Ni kanuni ya Mungu. Ni kanuni ya Mungu. Ni kanuni ya Mungu. Akiruhusu mabaya juu ya jamii fulani, akiruhusu, kuna wakati huwa yanazuiwa. Ila siku akiyaruhusu kwa makusudi yake, kuna wakati huwa yanazuiwa. Siku anapoyaruhusu kwa makusudi yake, Mungu hushuka kwenye uongozi wa kifamilia, unity ya chini. Kule anaanza kusema nao juu ya maelekezo ya namna ya kupona. Jamani, nani anaelewa kidogo? Nani anaelewa kidogo? Nani anaelewa kidogo? Asante Yesu. Twende taratibu nimalize hii. Mungu ni Mungu wa huruma na neema na rehema. Moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Ndivyo Biblia inavyosema. Na nitakuonyesha anazisaidiaje familia. Anapelekaga maelekezo kwenye familia. Familia ni unity ya kwanza ambayo Mungu anajengea ufalme wake. Hivyo anavyofanya. Pengine kesho nitasoma taratibu. Wakati anataka kulitoa taifa la Israeli ndani ya taifa la Misri, ilikuwa ni matokeo ya majibu ya maombi ya wana wa Israeli. Lakini wakapigwa na tukio baya. Kwa hiyo sio kila tukio baya ni tukio baya. Kuna matukio mabaya ni majibu ya maombi, ila kwenye mchakato. Mungu aliwafuata mwaka wa 430, Biblia inasema. Lakini walikuwa wanamlilia Bwana. Biblia inasema Mungu akalikumbuka agano alilofanya na Ibrahim. Bwana akawaona. Ndio Bwana akawasaidia. Anawasaidiaje? Angalia namna alivyowasaidia. Anawafuata kule ambako walikuwa wamewapeleka. Kule alikowapeleka akaenda kwenda kushusha matukio 10 yaliyofungwa ndani ya nyakati hivi. Kapiga tukio la kwanza, piga tukio la pili, piga tukio la tatu. Mungu akaona ile miungu ya Wamisri, kwa sababu alipokuwa anaachilia yale mapigo karibu 9, alikuwa apigi tu kwa kujiangalia, hapana. Alikuwa anapiga aina ya miungu ambayo imewashika wana wa Israeli. Namalizia. Alikuwa anapiga aina ya miungu ambayo imewashika wana wa Israeli. Baadaye ndio amekuja kwenye aina ya miungu mingine ambayo inakaa kwenye mlango wa wazaliwa wa kwanza. Kwa taarifa yako, hata alipokuwa anapiga kwa chawa alikuwa anafuata miungu. Alipokuwa anapiga kwa vyura alikuwa anafuata miungu. Alipokuwa anapiga kwa hiki anafuata miungu. Baadaye amekuja anapiga kwa wazaliwa wa kwanza. Alikuwa anafuata aina ya miungu ambayo imekaa kwa wazaliwa wa kwanza. Lakini lile tukio anapiga kule Misri. Anapiga kule Misri, usije ukasahau. Anakuja kupiga Misri, lakini kuna familia ndani anazozihitaji ziwe salama. Ndani ya Misri. Cha kufanya akafanyaje? Akawapa maelekezo. Biblia inasema kwa kila nyumba. Sema kwa kila nyumba. Rudia kanisa, namalizia. Sema kwa kila nyumba. Rudia tena, sema kwa kila nyumba. Rudia kwa sauti, sema kwa kila familia. Sema kwa kila familia. Akawafuata kwenye familia. Akamwambia Musa, peleka maelekezo kwenye familia juu ya namna ya kuokoka na janga ambalo nalipiga taifa.
Ndio utaona Mungu anaanza kuja kwenye familia, anatoa maelekezo, fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Saa za majanga ni saa za kukimbilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Nikikwambia zaidi nitakueleza hivi. Saa za majanga Mungu anakusanya familia za watu, wanakuwa wamoja. Ndio maana wengine wanaanza kukusanya sadaka za kifamilia. Wanaambiwa kimbia kwenye madhabahu. Jamani, kama uelewi vizuri na kuhimiza tena, hata kama vingine nisiporudia kesho. Biblia inapozungumza ya kwamba mauti imeingilia madirishani, mauti imeingilia madirishani, inaingia kwenye familia za watu, inaingia kwenye familia za watu, mpaka mtu anakufa kwenye familia. Kule katika ulimwengu wa roho ni tukio limeratibiwa kabisa. Hakunaga bahati mbaya kwenye ulimwengu wa roho. Hakupo, kuna mpango peke yake. Mungu akiona familia itatokewa na tukio, hakunaga surprise. Akiona familia itatokewa na tukio, Mungu anafanya hivi. Hata kama mnakaa mbali watu wa familia, mwingine anakaa kule, mwingine anakaa Arusha, mwingine Kigoma, mwingine Dar es Salaam, mwingine Dodoma, katika ulimwengu wa roho huo mko mahali pamoja. Mungu anaanza kutembelea watu wa familia. Nataka nikuongeze hii. Haijalishi amempendi Mungu kiasi gani, kwenye kila familia Mungu anatafutaga mwana familia, kwa sababu analenga kwenye damu yao. Anatafutaga mwana familia. Hata kama unaona wana familia ni watu wabaya, hawampendi Mungu, lakini kuna namna fulani, kuna aina fulani ya mtu mule ndani ya familia, Mungu ana uwezo wa kuwasiliana naye. Unaona amebakiwa na chembe za hofu ya Mungu aliye hai. Huyo ndiye anaweza akawaambia na wenzake, ndugu zangu, njooni tutafute hata pasta tuombe. Njooni hata tuombe jamani, mbona watu wanaombaga? Njooni basi tuombe. Mimi nakwambia, fikiria, familia ya kwanza wanaomba, familia ya pili wanaomba, familia ya tatu wanaomba, familia ya 4 wanaomba, familia ya 5 wanaomba, familia ya 6 wanaomba, labda jamii nyingine na familia zingine zote Mungu anataka kuzipiga. Atakachoangalia, anaangalia ulinzi ambao ameweka kwenye familia yako. Oh, kama unaelewa sema amen. Sija kusikia sema amen. Sija kusikia sema amen. Oh, ninasikia hili jambo katika Roho Mtakatifu. Nyosha mikono yako juu namna hii. Sema Roho Mtakatifu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema jioni ya leo ninaiombea familia yangu. Sema kwa damu ya Yesu, katika kipindi cha majanga ya kijamii ninaomba uilinde. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema amen. Imekuwa katika jina la Yesu aliye hai. Rabra shataka bahanda labashia. Mamba raba shadabaya. Shadabaya mahanda raba. Reshataka bahanda raba koria mandala. Mungu atatulinda katika nyakati zijazo. Mungu atatufunika katika nyakati zijazo. Mungu anafunika familia zetu katika nyakati zijazo. Mungu atatulinda hata kama giza litafunika mahali popote. Tutakuwa salama katika jina la Yesu aliye hai. Ninaongea katika sura na picha ya kinabii. In the name of Jesus. Utalindwa na nyumba yako, utalindwa na watoto wako, utalindwa na wajukuu wako, utalindwa kwenye nyumba yako. Hapata kuwepo mwenye kupoteza maisha. Sema amen. Shadabaya Shabra shatakapayama Shedabaraba Shadabaya manda yabashia Reshana mayanda raba koraba shadabaya Shekatabaraba shada Yendaraba shadabaya mandaraba shada. Namsikia Mungu akisema, nami nitakuwa Mungu wao, nami nitakuwa Mungu wao, nami nitakuwa Mungu wao, asema Bwana. Rema mashadabaya mandaraba shada Shikatabarama shada Shika patala mahante Linda rama shada maya mandara. Wakati wa nyakati ngumu za kijamii, wewe nakwambia waite wanafamilia wako, waite wanafamilia wako, waambie njooni kwa Mungu aliye hai, waambie njooni tumlilie Mungu aliye hai. Hata kama mko mbali mbali, waambie hakuna umbali kwenye maombi, waambie tupatane siku za mfungo, waambieni tunakusanya na sadaka, waambieni tunakimbilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Shabaraba shadabaya. Yes.
Kanda baraba yanda rabarabara bashada bayanda rakaza ya mande. Namalizia sehemu ndogo sana ya maelezo. Ule usiku wakati anaipiga Misri, soma Biblia, waliopona sio Waisraeli peke yao. Kuna aina ya familia walikuwa sio wa Israeli, walitekeleza maelekezo ya kupaka damu kwenye miimo ya milango. Familia iliyosikiliza maelekezo ilipona, bila kujali ni Israeli, ni Waisraeli au ni wa wapi. Familia yenye hofu ya Mungu inasikilizaga maelekezo vipindi vya nyakati ngumu. Familia hizo zinafuata maelekezo. Fuata maelekezo. Fuata maelekezo. Fuata maelekezo. Fuata maelekezo. Fuata maelekezo. Fuata maelekezo. Nimeona familia zingine mahali pengine wanaitana kwenda kushiriki meza ya Bwana wakati wa matukio mazito namna hii. Ile swala la meza ya Bwana usidharau, hata ukiitwa kanisani usidharau. Ni tukio la kiroho kubwa ambalo mnalindwa dhidi ya uharibifu wa giza. Ndivyo Yesu ambavyo ametufundisha kwenye neno lake. Yeye mwenyewe wakati anaenda msalabani ilibidi kwanza ashiriki ushirika mtakatifu kwanza. Ni kwa ajili ya kupata power, kwa ajili ya kwenda kipindi kipya cha maisha. Unapoitwa kwenye meza ya Bwana usione aibu wewe. Jiandae, nenda mbele za Bwana. Nenda ukashiriki mkate, nenda ukashiriki na damu ya Yesu Kristo. Unapokunywa ile damu na kuambia, Yesu anasema utakuwa una uzima, utakuwa una uzima, utakuwa una uzima, utakuwa una uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Shada baraba shakata labaya. Yes. Yes. Kwenye sura 42 ya kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza, janga lilikuwa limetokea la kitaifa. Baba mmoja kiongozi wa familia alikuwa anaitwa Yakobo. Mungu akampa maelekezo, watume watoto wako waende kule Misri. Kuna chakula, mtapata kitu. Kumbe Mungu alikuwa anatengeneza kitu. Kwenye mstari wa kwanza kiongozi wa familia akapata maelekezo. Ile ni hekima ya Mungu juu ya familia. Tutakapokuwa tukiomba kwa ajili ya familia ombi hili maalum, Mungu atatujalia, labda kesho tutaenda nalo. Tutakapokuwa tukiomba ombi hili maalum na sadaka maalum ya kifamilia, moja kati ya kitu ambacho tutakiomba ni hekima ya Mungu juu ya familia kwenye maamuzi nyakati za giza juu ya jamii inayotuzunguka. Asante Yesu. Kuna nyakati zimezuiwa, zinakataa kuzuilika, lakini zinaachilia mambo mabaya. Sikiachilia mambo mabaya, Mungu anafanyaje? Anashuka kwenye familia. Sikiliza maelekezo. Sikiliza maelekezo. Wanaosikiliza maelekezo ndio wanapona. Sikiliza maelekezo. Unawapenda ndugu zako, sikiliza maelekezo. Mungu anachaguaga mtu mmoja kwenye familia ambaye atamsikia, kwa sababu Mungu asingependa muangamie. Mungu atawapa maelekezo. Piga mbio kwenye familia, waambie kuna nyakati ambazo sio nzuri zinakuja mbele. Njooni tuungane, twendeni kwa Bwana. Hata kama wakusikii, waambie, usije utatukumbuka baadaye. Ukiwaeleza huwa wanasikia Bwana. Huwa wanasikia hata kama hawana muda wa kwenda kwenye madhabahu. Waambie jiunganishe hata kwa sadaka. Twende kwa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kambara baba shada baraba shata kapaya. Yes. 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 Kabisa. Siku moja katika taifa la Israeli kulitokea njaa ya miaka 3. Jamani, kuna mtu mmoja niko pamoja naye. Kuna mtu mmoja tuko pamoja. Kuna mtu mmoja tuko pamoja. Kuna mtu tuko pamoja jamani. Kuna mtu tuko pamoja jamani. Kuna mtu tuko pamoja jamani. Jamani, kuna mtu tuko pamoja jamani. Kuna wakati ndani ya taifa la Israeli. Punguza kidogo sauti. Katika sura 4 ya kile kitabu cha Luka mtakatifu mstari wa 25, wewe andika tu nisikilize. Njaa ilitokea katika taifa la Israeli miaka 3.5. Watu wana njaa. Janga limetokea. Janga zito. Hiyo habari unaipata na kwenye Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Sura nzima ukisoma. Na nilikwambia majanga ya Mungu anayaruhusu kwa wakati ili kutimiza kusudi lake. Israeli walikuwa wamemtenda Mungu dhambi. Sasa anataka warudishe. Akamtumia nabii wa wakati ule, Elia. Akaenda mbele za mfalme Ahabu, akasimama akasema hakutakuwa na mvua wala umande.
Yaani hata umande walinyimwa kwa miaka 3.5 isipokuwa kwa neno langu. Nafikiri Ahabu akasema anatania huyu, hata hakutaka kujua anaelekea wapi. Utaki kujua hata ninakoelekea, utanitafuta. Akaondoka. Ile njaa ukisoma Biblia ilianza kuharibu maisha ya watu pale kwenye nchi. Watu walianza kufa. Yesu ametuwekea sehemu ya tathmini kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 25. Anasema kile kipindi kulikuwa kuna familia nyingi. Yesu amesema kulikuwa kuna familia nyingi, hajataja neno familia. Anasema hakika nawaambia kulikuwa kuna wajane wengi nyakati zile za nabii Elia. Wajane wengi walikuwepo. Mjane si yuko ndani ya familia? Alafu baadaye anasema ila nabii hakutumwa kwa mjane mwingine yote, maana yake na wajane wengine walikuwepo kwenye familia zingine. Anasema isipokuwa kwa mjane mmoja wa Sarepta. Na mimi nimesoma Zaburi ya 68, inazungumza na inafundisha Mungu ni mume wa wajane, muamuzi wa wajane, baba wa yatima. Kilichomfanya nabii atumwe kwa yule mama wa Sarepta sio upendeleo. Ni maombi. Yule mama alikuwa anamtafuta Mungu aliye hai, kwamba tulinde. Sijui alisoma Zaburi ya 68, mimi sijui. Tulinde, wewe ndio umesema ni muamuzi wa wajane, mimi mjane niende wapi? Wewe ndio mume wangu, niende wapi? Wakati anamlilia Mungu aliye hai, yeye anaitwa ni Mungu aliye hai, hajawahi kudanganya wala neno lake sio la uongo. Na kuambia inaonekana mbiu ilipigwa mbinguni ya kwamba kuna mjane mmoja anaita, amelia kwa machozi chumbani kwake. Ngoja tumpelekee msaada. Mungu ana utaratibu wake. Madhabahu iliyokata mvua ndio madhabahu inayoenda kumsaidia mtu mwenye shida wakati huo. Fikiri mchezo. Hii ni madhabahu inayotembea. Sasa kilichotokea, Mungu alikuwa hajashindwa kumlisha mtumishi wake. Wale wanaosemaga mtumishi huyu isingekuwa mimi asingepata gari, thubutu. Mungu alikuwa analisha mtumishi wake, anatumia kunguru. Kama alikuwa anatumia kunguru, angeweza kutumia nyani badala ya kunguru. Unaleta mchezo. Mungu anaweza kutunza watumishi wake hata bila kuhusisha watu. Akihusisha watu ni kwa sababu anataka kuwasaidia watu. Unanielewa? Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Usiwe na kiburi unapotoa sadaka yako kwa ajili ya kusaidia watumishi wa Mungu aliye hai. Mungu ana haja kwa ajili ya kusaidia wewe, kwa sababu anaweza kuwatunza kwa njia nyingine. Na alichokifanya ni nini? Wakati ule nakwambia, nabii yeye amekata mvua. Yeye kaenda polini. Yeye anakula wenzake awali. Mama mmoja kwenye maombi anaungurumisha. Ndio Mungu akasikia. Akaenda kumgusa nabii. Ikabidi Mungu akaushe kijito cha maji kwanza. Kakausha kijito cha maji, kamwambia na kunguru stop kidogo. Kuna mama anapiga maombi kule. Huyu mtumishi anatakiwa kuwa kule. Ukiendelea kuleta chakula kwa huyu mtumishi hataondoka hapa. Ikabidi kijito kikauke kwanza. Ikabidi na kunguru aache kuleta chakula. Alafu maandiko yanasema kwenye mstari wa 8, neno la Bwana likanijia kusema. Neno la Bwana limebeba wazo jipya kwa ajili ya kipindi kipya. Wazo jipya kwa ajili ya kipindi kipya. Wazo jipya kwa ajili ya kipindi kipya. Lakini ni neno la Bwana lililomjia kusema. Mungu akileta wazo jipya ni kwa ajili ya kipindi kipya. Funguka kupokea mawazo ya Mungu aliye hai. Tuko katika nyakati za mwisho. Funguka, 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 funguka. Uwe mwepesi kupokea mawazo ambayo Mungu anayaleta, hata kama zamani ulikuwa unayakataa. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Siwaoni kama naongea na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Bwana likamjia kusema, enenda kwa mwanamke mmoja mjane wa Sarepta wa huko. Alafu Mungu anasema nimemwagiza. Nimemwagiza maana yake tuna mahusiano naye, tumeongea, amenielewa, amesema nenda, hamna shida hata kukataa. Ndio maana yake. Kwa hiyo atanikubali, yeye ndio atakukubali. Mtumishi akaenda. Alipofika pale cha kwanza akaomba maji. Nafikiri mama akasema maji tu. Maji nakupa. Baadaye anasema nifanyie mkate. Penye mkate akasema hapo pagumu. Mimi ninaunga kidogo na mafuta kidogo. Hivi naokota kuni 2, ndio alivyoandika. Naokota kuni 2 tukapike tukale mimi na mwanangu. Mimi na mwanangu, manake hii ni familia yenye mtoto mmoja lakini na mama mmoja. Baba alishakufa siku nyingi, lakini ni familia ya single mother. Ni familia imemwomba Mungu kipindi kigumu. Mungu ameitembelea familia. Imesikiliza maelekezo. Mungu ameitembelea familia.
ameipa maelekezo. Angalia jambo la msingi. Mungu alipotaka kuisaidia familia, alikuja kuomba sadaka. Kuna wakati ukimwomba Mungu akusaidia, anakuja kuomba na ulichonacho mkononi mwako ili akusaidie. Unanielewa? Unanielewa? Sema ameni kama unaelewa basi. Sema ameni kama unaelewa basi. Sema ameni kama unaelewa. Namaliza. Baadaye alipomwambia nifanyie mkate, akasema mkate siwezi. Unga umebaki kidogo na mafuta kidogo. Akamwambia nifanyie kwanza mimi. Kwanza mimi maana yake weka kipaumbele kwenye madhabahu nyakati za giza juu ya jamii. Ndio maana yake. Nyakati za giza kimbilia kwenye madhabahu. Hizi ndio nyakati za kujaa makanisani. Hizi ndio nyakati za kukaa kwenye maombi. Hizi ndio nyakati za kumlilia Mungu aliye hai. Hizi ndio nyakati ambazo sio za kulazimishwa kufunga. Tumeambizana ndani ya kongamano wote tunafunga, unafunga. Tumeambizana usiku wa saa 4 kila siku kwa wiki hii mpaka saa 10 ni muda wetu wa maombi. Tafuta nafasi hapo katikati, omba. Mwambie Mungu kupitia kongamano hili tutembelee Bwana, tutembelee. Hakika ninakuambia huyu ni Mungu aliye hai, hata tuacha na hata tutembelea. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema nifanyie kwanza mimi. Maana hivi ndivyo Bwana asema. Neno la Bwana likatoka kwenye madhabahu ya Bwana kwa ajili ya kumsaidia mjane katika kipindi kigumu. Neno la Mungu limebeba upako. Na yale maelekezo yamebeba upako. Maelekezo nayo yapokea ya kuwasaidia kama familia yamebebaga na upako ndani yake. Alipomwambia Bwana asema hivi, hiyo pipa la unga halitapunguka na hiyo chupa ya mafuta haitapunguka. Maana yake kuna upako maalum unaoachiliwa, na ule upako utakuwa unahesabu muda. Utakuwa unahesabu muda wa nini? Muda wa miaka 3.5. Ikifika muda wa mwaka wa 3.5, mvua ikianza, tumia akili, nenda shambani. Maana yake anamwambia upako utaenda kwenye lile pipa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Ni kama ninaona wakati neno la nabii linatoka kwenye kinywa chake. Aliposema yale maneno, ni kama ninaona upako wa Roho Mtakatifu ukakimbia, ukaenda chumbani kwenye pipa. Ukaenda ukafunika pipa pale juu. Ukaenda kwenye chupa ya mafuta ukakaa pale juu. Upako ni halisi. Ungekuwa kwenye ule mji ungesema ubibi mchawi. Amefiwa juzi na mume wake, ona hata macho mekundu. Haiwezekani, maeneo yote hatuna vyakula. Yeye kwenye pipa lake unachota tu, hata unga uishi, hata mafuta yaishi. Inawezekana kama mama aka ni kachawi. Sio kachawi. Kametembea kwenye kanuni za Mungu aliye hai. Shamani jina la Bwana libarikiwe. 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 Mungu amenituma kwako nikupe ujumbe huu, kwa sababu kuna nyakati za giza ziko mbele. Aheri na familia ambazo watapokea maelekezo kutoka kwa Mungu aliye hai na kujua vitu vya kufanya kwenye nyumba zao, kwa sababu kuna aina ya mambo wakati mwingine ni ngumu kuyazuia, lakini ndani ya familia Mungu hulinda familia zao. Mungu hutunza familia zao. Namaliza kwa ushuhuda. Ubarikiwe na Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Nilikuwa nasoma ushuhuda mmoja wa baba mmoja, alikuwa anaitwa White kule Uingereza. Wakati wa vita ya pili ya dunia, mabomu yalikuwa yanapigwa kwenye taifa lao na mji wao. Na vita ya namna ile kisha anza, ni mshike. Wezi hata kukumbuka watoto saa nyingine. Kila mtu anataka kuponya maisha yake. Mazingira yamefika yamekuwa magumu. Yule baba anasema, nikaikumbuka damu ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Narudia tena jina la Bwana libarikiwe. Nasema tena jina la Bwana libarikiwe. Watu walikimbia kwenye mji wao na mitaa yao. Anasema nakumbuka nilibaki mimi na familia yangu. Nikamwambia Mungu, ile damu ambayo mwanao Yesu Kristo alimwaga kwa ajili yetu, tunataka kuiona kwa uhalisia kwenye familia yangu. Ni baba anaomba kwa ajili ya familia yake. What a power. Ni power hiyo. Hiyo ni power jamani. Hiyo ni power. Kuna furaha kumwona Mungu ambaye unahusiana naye ukamwona kwa namna ya uhalisi kwenye maisha yako. Iko furaha Mungu akitokeza katikati ya shida ulio nayo. Wakati anasema namna hiyo,
Akasema, Baba, tunaifunika nyumba yetu na damu ya Yesu. Tunaifunika nyumba yetu na damu ya Yesu. Tunaifunika nyumba yetu na damu ya Yesu. Akasema, wakati mabomu yanaendelea kupigwa kwenye nyumba mbalimbali, mabomu yanaachiliwa, watu wanakufa, watu wamekimbia, wameacha nyumba zao mahame. Akasema, sisi tutabaki hapa, tunataka kuithibitisha damu ya Yesu. Na ninakuambia Mungu aliwalinda wakawa salama. Jioni ya leo ninatamka ya kwamba na wewe na familia yako katika jina la Yesu aliye hai utakuwa salama kwa jina la Yesu. Sema amen. Simama juu kama jeshi la Bwana. Simama juu. Nyosha mikono yako juu kabisa mbele za Bwana. Fuata haya maneno haraka mbele za Bwana tunapomaliza. Sema, Roho Mtakatifu. Achilia sauti yako, sema, Roho Mtakatifu. Jioni ya leo, sema kwa jina la Yesu. 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 Ninaomba ulinzi juu ya familia yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na unisaidie ninapokuja mbele zako kwa njia ya sadaka siku ya kesho. Ninaomba uniandae. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ombea familia yako. Ombea. Omba rabashadaba ya basata. Omba katika jina la Yesu. Omba. Omba. Kesho tuna maombi maalum. Omba. Mwambie Mungu, ninaomba uniandae. Ninaomba uniandae kwa ajili ya siku ya kesho na familia yangu. Kabaraba shadabaya mandara. Rababa shadabaya. Shadabaraba shataka. Shadabaraba shadabaya. Shadabaraba shadabaya. Endelea. Damu ya Yesu inaweza. Damu ya Yesu inawalinda. Damu ya Yesu inawalinda. Damu ya Yesu inawalinda. Inawalinda damu ya Yesu. Rabashadabaya. Yes, kanda rabashadaba. Rabashadabaya mandara. Yes. Omba. Ombea familia yako. Ombea familia yako. Jiandae kwa ajili ya kesho. Jiandae kwa ajili ya kesho.